Mji wa Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini umeangukia mikononi mwa waasi wa M23 baada ya wapiganaji wa kundi hilo kuingia katika sehemu mbalimbali za mji huo bila kukutana na upinzani wowote kutoka kwa majeshi ya serikali. Kitendo hicho kimezua mshangao mkubwa, taharuki na maswali mazito miongoni mwa wakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani ya Burundi. Kwa mujibu wa mashuhuda, misafara wa wapiganaji wa M23 iliingia kwa wakati mmoja katika maeneo ya kimkakati wakiwemo kitovu cha biashara cha Mulogwe, eneo la Kasenga, kata ya Komvira na mpaka wa Burundi na DRC. Hatua hiyo ya kijeshi ilipangwa kwa ustadi, iliruhusu waasi kutoa udhibiti wa mji huo ndani ya saa chache tu. Dakika chache kabla mashambulizi kuanza, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa kujitolea wa Wazalendo walionekana kuondoka haraka kutoka maeneo yao. Njia kadhaa za kutorokea zikishuhudiwa, ikiwemo kuelekea Kalemi kupitia bandari ya Kalundu, kuelekea Fizi na kwa baadhi ya wanajeshi kuelekea Burundi ambako walitajwa kuomba hifadhi. Wakazi wamehoji ni vipi mji uliokuwa na ulinzi mzito ukiwa na zaidi ya majenerali 80 wa Wazalendo, maafisa wa FARDC na maafisa wa jeshi la Burundi kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 bila mapambano. Uvira ni lango muhimu la biashara kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Mji huu pia hutegemewa na Bujumbura kupata mahitaji muhimu, hasa wakati huu ambao taifa hilo limekumbwa na uhaba wa mafuta kwa takriban miaka 5. Wachambuzi wanaonya kuwa hali inayojitokeza Uvira inaweza kufanana na ile ya Goma, ambako korido maalum ilifunguliwa kuruhusu wanajeshi wa mataifa jirani kuondoka baada ya mji kuanguka mikononi mwa waasi. Mapema siku ya Jumatatu, mji wa Senge katika eneo la Uvira ulianguka tena mikononi mwa waasi wa M23 baada ya mapigano makali na jeshi la Kongo FARDC. Kambi muhimu ya kijeshi ya Kabunambo pia iliangushwa na kusababisha wanajeshi wa serikali kukimbia. Maelfu ya watu sasa wamekimbilia Fizi, jimbo la Tanganyika, au kuvuka mpaka kuingia nchini Burundi. Athari za hofu ni kubwa, watu wanaondoka kwa miguu, kila mmoja akijaribu kuokoa maisha yake, alisema kiongozi wa asasi ya kiraia aliyezungumza na shirika la habari la Source Media. M23 kwa sasa inadhibiti maeneo kadhaa muhimu yakijumuisha Katogota, Luvungi, Lubarika, Mitimbili, Bwagera, Mutarure na Sange, na imebaki takriban kilomita 25 kufika Uvira. Katika mkutano na wanadiplomasia mjini Bujumbura, waziri wa mambo ya kigeni wa Burundi Eduardo Bizimana alitoa tuhuma nzito dhidi ya Rwanda, akidai kwamba Rwanda imeongeza majeshi yake katika ardhi ya Kivu Kusini, ikituma askari wake zaidi ya 8,000 na pia imefanya mashambulizi ndani ya eneo la Burundi ikitumia droni za kujitoa muhanga. Hata hivyo, hakutoa ushahidi wa moja kwa moja kuthibitisha madai hayo. Rwanda nayo haikutoa kauli mara moja. Kwa upande wake, Kigali inaituhumu DRC na Burundi kwa wafadhili wa waasi wa FDLR. Kwa mujibu wa OCHA, kati ya Disemba 2 hadi 7, watu 74 wameuawa, wengi wakiwa raia. Wengine 83 wamejeruhiwa na mashambulizi yametokea karibu na shule na miundombinu ya kiraia. Balozi Bruno Lemgus wa Umoja wa Mataifa alionya kuwa uokoaji umeathiriwa na vizuizi vya barabarani na mapigano yanayoendelea. Haya yanajiri siku chache baada ya DRC na Rwanda kusaini makubaliano mjini Washington chini ya usimamizi wa Marekani anaolenga kupunguza mvutano. Hata hivyo, hali bado ni tete. M23 sasa sehemu ya muungano wa kisiasa na kijeshi wa Congo River Alliance unaongozwa na Corneille Nangaa, unatoa wito wa mageuzi ya kikatiba na mfumo wa shirikisho nchini Kongo. Kinshasa inasisitiza kuwa Rwanda inadhamini kundi hilo, madai ambayo Kigali imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara.